Katika video ya leo nataka nizungumzie jambo la kuhusu cheti cha kuzaliwa ukiwa Zanzibar. Hii ni kwa Wazanzibari na jinsi ya kuweza kupata cheti chako cha kuzaliwa kama Mzanzibari online. Hatua ya kwanza, ingia kwenye simu yako sehemu ya Google, hapo utasearch cheti cha kuzaliwa Zanzibar. Basi utaweza kutana na website hii ya kwanza kabisa inayofahamika kama ecrvs.zcsra.go.tz. Hapa utaweza kuona kuna details update, kuna certification, kuna birth registration, kuna update birth registration details, kuna certification. Sasa unachotakiwa kufanya ni kugusa kwanza katika sehemu hii ili kuweza kufungua website hii kama jinsi unavyoona hapa kwenye kioo cha simu yako. Hatua inayofuata hapo utaweza kuona kuna usajili wa nje ya wakati wa kuzaliwa, late registration of birth. Lakini pia kuna usajili wa nje ya wakati wa ndoa. Sasa sisi hapa hatutadili na hizi zingine, tutaenda moja kwa moja kwenye usajili wa kuzaliwa. Hapo naona usajili wa nje ya wakati wa kuzaliwa, late registration birth. Sasa wewe unachotakiwa kufanya, utaklik katika sehemu hii ili kuweza kujaza fomu yako ya usajili wa cheti chako. Kama unavyoona hapa kuna hatua 4 ambazo utatakiwa upitie ili kuweza kukamilisha usajili wa fomu yako. Hatua ambazo unatakiwa ukamilishe, hatua ya kwanza ni hii ya applicant information, ambapo hapa utajaza taarifa zako. Tazoom kidogo hapa ili uweze kunielewa. Hatua sehemu hii ya kwanza, kama unavyoona kuna jina la kwanza, unatakiwa hapa ujaze jina lako la kwanza. First name utajaza jina lako la kwanza. Then tutakuja jina la kati, middle name utajaza jina lako, na jina lako au surname pia utajaza jina lako lako au surname. Baada ya pale utachagua jinsia yako, kama ni male au kama ni female, kama ni mume au kama ni mke utaweza kuchagua. Then utasogea mbele, utaweka tarehe yako ya kuzaliwa, utaselect tarehe yako ya kuzaliwa hapa kama inavyoonekana hapo. Na baada ya hapo basi utakuja kwenye hali ya ndoa, marital status, kama umeoa, kama ni divorced, kama ni lawful marriage, other unions, separated, single or widowed. Kwa hiyo hapo utaweka hali yako ya ndoa, kama hujaoa utaweka single, na ukioa pia vile vile utaweza kujaza kama inavyotakiwa. Sehemu alipozaliwa, place of birth, mahali ulipozaliwa, hapa utaweza kuselect at home, church, hospital, mosque, other institution, other places. Kwa kama ni nyumbani utaweka nyumbani, kama ni hospitali utaweka hospitali, na kama ni hospitali basi utachagua hospitali yako, hospitali ya kuzaliwa, hospitali of birth. Hapa basi utaweza kuchagua hospitali gani uliweza kuzaliwa. Hospitali zote za Zanzibar zitaweza kuonekana hapa. Kama ni Bububu Afya First Hospital Zanzibar basi utapress namna hiyo. Mkoa ulipozaliwa, mkoa kuna kaskazini Pemba, kaskazini Unguja, kusini Pemba, kusini Unguja, mjini magharibi Unguja. Kwa hapo utachagua mwenyewe upo katika mkoa gani. Kama ni kaskazini Unguja utaweka kaskazini Unguja. Wilaya ulipozaliwa, kuna kaskazini A na kaskazini B, utachagua upo wilaya gani, lakini pia utachagua shehia ambayo upo. Mfano hapa mimi nitachagua shehia ambayo kuna Kigomani, Kigongoni, Kigunda, Kijiji, Kilimani, Kilindi, Kinyasini. Kwa hapa sasa utachagua mwenyewe sehemu ambayo wewe upo. Utachagua mwenyewe sehemu ambapo upo, labda nitaweka hapa Nungu, na baada ya hapo utaweka namba ya nyumba hapa, labda namba ya nyumba ni 000-312, utaweka namna hiyo. Baada ya hapo ukisogea mbele kuna kazi ya mwombaji, applicant occupation, hapo utajaza kazi yako, kama labda ni operation manager, kama ni hotel management, kama ni nini utajaza kazi yako. Mimi nimejaribu tu kuonyesha, sijajaza uhalisia wote hapo, kuonyesha namna sahihi ya kuweza kujaza. Wilaya ya makazi, district of resident, wilaya ya makazi yako hapa utaweza kuchagua wilaya ni kaskazini A, na baada ya hapo utachagua shehia au ward of domicile, mahali ulipo pia utaweza kuchagua. Okay.
Kwa kama ni Nungwi utaweza kuweka Nungwi hapo, na sababu ya kuchelewa kwa maombi, reason for late application, utaandika sababu yako hapa, kwa nini umechelewa kuchukua cheti chako au kufanya maombi ya cheti. Utajaza sababu hapa, na baada ya hapo kuna sababu ya ombi la cheti, reason for certificate request. Kwa hapa kuna sababu ya kuchelewa utaweka, lakini pia hapa utajaza sababu ya kuomba cheti, na baada ya hapo utagusa neno next. Ukishajaza taarifa zako hapa zote kwa usahihi, utagusa neno next ili uweze kuendelea hatua inayofuata, na hatua inayofuata ni parents details, ni taarifa za wazazi. Utajaza taarifa za wazazi wako, ambapo utajaza taarifa za mama yako na taarifa za baba yako. Hatua inayofuata ni informant details. Informant details maana yake ni wewe mhusika ambaye unafanya application hii, pia utajaza taarifa zako. Wapi? Kwa hiyo hapa utajaza taarifa zako tena, lakini kama informant ni wewe mhusika utajaza taarifa zako. Kama sio wewe, basi utaandika wewe unahusiana vipi na huyu ambaye unamwombea cheti. Na baada ya hapo, hatua ya mwisho ni summary, then ombi lako litaweza kukamilika. Utaweza kupewa namba ambayo utaipeleka ofisini ili kuweza kupata control number na kuweza kulipia cheti chako. Na baada ya hapo basi utapewa kumbukumbu namba, ambayo ile kumbukumbu namba utakuja kuitumia katika sehemu hii hapa. Kumbukumbu namba ile utakayopewa utakuja kuiweka hapa ili uweze kupakua fomu yako au kudownload fomu yako. Ile kumbukumbu namba utaiweka sehemu hii, control number, baada ya kulipia. Ukishapewa control number utalipia. Ukishalipia utakuja kuingiza sehemu hii, then utasubmit, na baada ya kusubmit utaweza kuendelea au kupata cheti chako. Kwa hiyo ukifuata hatua hizo utakuwa umepata cheti chako cha kuzaliwa ukiwa Zanzibar. Na kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel ya Feaboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi. Asante na karibu.